Hapa hivi kwenye tuko asemea ni point zero hapa kwenye tuko asemea ni point zero. Na hali kuna namna gani hapa? Hapa kabisa hali ishakuwa salama tu. Hapa hali ishakuwa salama. Jambo kwa mara nyingine tena wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, matumaini yetu mko salama salimini. Tunakaribisha tena kufuata taarifa zetu za mchana leo, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika toleo letu la mchana leo tutakujuza kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matukio ya kijamii yaliyoripotiwa katika maeneo tofauti, pamoja na taarifa nyingine muhimu zinazogusa maisha ya wananchi. Basi endeleeni kuwa nasi katika dakika chache zijazo ili kupata muhtasari wa habari kamili zinazoandaliwa kwa ajili yenu. Na kingine, kama ilikuwa ndo mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote tungekusihi kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo yetu na mazungumzo yetu kila siku. Tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unatusikiliza ukiwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa pili mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Katika mwendelezo wa matukio yanayohusiana na vita dhidi ya waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa kutoka mjini Uvira mkoani Kivu Kusini zinaeleza kuwa wapiganaji wawili wa kundi la Wazalendo wamepoteza maisha baada ya kuzuka kwa mvutano mkali kati ya wanachama wa makundi mawili tofauti katika eneo la Mulongwe. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo halijahusishwa moja kwa moja na mapigano dhidi ya uasi, bali linatokana na mzozo wa ndani unaodaiwa kuhusiana na usimamizi wa ufukwe pamoja na ukusanyaji wa kodi ndogo ndogo katika eneo hilo. Mashuhuda wanasema hali ya sintofahamu ilianza kama mabishano kabla kugeuka kuwa vurugu zilizosababisha matumizi ya silaha na hatimaye vifo vya watu wawili. Taarifa zinaeleza kuwa eneo la Mulongwe limekuwa na changamoto za mara kwa mara zinazohusiana na udhibiti wa shughuli za kijamii na kiuchumi, hasa katika kipindi ambacho mji wa Uvira unaendelea kukabiliwa na athari za migogoro za kiusalama inayotokana na vita vya mashariki mwa nchi. Matukio kama haya yameongeza wasiwasi mkubwa mwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na hali tete ya usalama pamoja na changamoto za maisha ya kila siku. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa mgogoro wa ndani kati ya makundi yenye silaha mara nyingi huathiri amani ya raia, na kwamba wanahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka husika ili kudhibiti hali na kuzuia matukio mengine yasiyotarajiwa. Baadhi yao wameeleza hofu ya kuendelea kwa migongano ndani, wakisema kuwa hali hiyo inaweza kuathiri biashara ndogo ndogo na shughuli za kawaida kwa wananchi. Hadi sasa mamlaka za usalama hazijatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu tukio hilo, lakini taarifa za awali zinaonyesha kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha mgogoro na kuwajibisha wale waliohusika. Wakati huo, viongozi wa kijamii katika eneo hilo wanatoa wito kwa utulivu na mshikamano, wakitiza umuhimu wa kuepuka mgawanyiko ambao unaweza kuzidisha hali ya taharuki katika jamii hii. Tukio hili linakuja kipindi ambacho maeneo mengi ya mashariki mwa DRC yanaendelea kushuhudia hali ya taharuki na kiusalama, huku jitihada za kurejesha utulivu zikiendelea kupitia operesheni mbalimbali za kijeshi na mikakati ya kulinda raia. Hayo ndio yaliyojiri katika eneo la Mulongwe mjini Uvira, ambako wapiganaji wawili wa Wazalendo wameuawa kufuatia mvutano wa ndani unaodaiwa kuhusishwa na masuala ya usimamizi wa eneo la mapato ya ndani. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya taarifa kueleza kuwa mapema leo tarehe 18 Februari wapiganaji wa waasi wa M23 wametumia ndege zisizo na rubani aina ya kamikaze kushambulia nafasi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo katika tambarare ya Ruzizi, eneo la Kigoma, kijiji cha Mubere, tukio linalodaiwa kutokea majira saa 12 asubuhi. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yamefanyika wakati ambako makubaliano ya kusitisha mapigano yanatarajiwa kuanza kutekelezwa. Hata hivyo, licha ya hatua hiyo, kile kinachoitwa point zero, yaani mstari wa awali wa mawasiliano ya pande husika, kinaripotiwa kuendelea kubaki bila kubadilika. Wakazi wa maeneo ya karibu wanasema milio ya mlipuko ilisikika mapema asubuhi na kusababisha taharuki kubwa, huku baadhi ya raia wakichagua kusalia majumbani mwao kwa hofu ya kuenea kwa mapigano. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au majeruhi kufuatia mashambulizi hayo. Matumizi ya ndege zisizo na rubani katika vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa yakiongezeka katika miezi hivi karibuni, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia pamoja na uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya ghafla katika maeneo yenye wakazi wengi. Wakati huo, juhudi za kidiplomasia
kidiplomasia za kusaka suluhu ya kudumu zimekuwa zikiendelea, huku wadau wa kikanda na kimataifa wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa matukio kama hayo yanaweza kuzofisha matumaini ya kurejea kwa utulivu ikiwa pande zote hazitazingatia masharti ya makubaliano yaliyowekwa. Wananchi wa eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia na kusitishwa haraka mashambulizi ili kuepusha maafa mapya. Hali katika tambarare ya Ruzizi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku taarifa zaidi zitatarajiwa kutolewa na mamlaka husika kadri uchunguzi wa tathmini ya tukio utakavyoendelea. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi baada ya kuripotiwa harakati za kurejea kwa baadhi ya wananchi kwenye maeneo yao ya kando ya barabara ya Oicha-Mamove katika wilaya ya Beni. Taarifa hizi zinakuja kufuatia habari zinazoeleza kuwepo kwa mienendo inayotiliwa shaka inayodaiwa kuhusishwa na waasi wa ADF katika ukanda huo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, baadhi ya familia zilizokuwa zimekimbia kutokana na hofu ya mashambulizi zimeanza kurejea polepole katika vijiji vyao, wakitumaini kurejesha maisha ya kawaida. Hata hivyo, kurejea huko kunafanyika katika mazingira ya tahadhari kubwa, kwani wakazi wengi bado wanahofu kutokana na taarifa za hivi karibuni kuhusu uwepo wa mizunguko ya waasi au katika maeneo ya karibu. Eneo la Oicha-Mamove limekuwa likitajwa mara kwa mara katika matukio ya kiusalama yanahusishwa na mashambulizi ya ADF, hali ambayo mara nyingi imewalazimu wananchi kukimbia na kuacha makazi yao. Ripoti zilizotoka zinaonyesha kuwa mashambulizi katika ukanda huo ulisababisha vifo vya raia pamoja na uharibifu wa mali na kusababisha wimbi kubwa la watu kuyahama maeneo yao kwa muda. Wakazi wanaorejea sasa wanasema wanahitaji dhamana zaidi ya usalama kabla ya kuendelea na shughuli zao za kila siku kama kilimo, biashara ndogo ndogo na usafiri wa ndani. Wengi wao wametoa wito kwa mamlaka za kijeshi na kiusalama kuimarisha doria na kuweka mikakati madhubuti za kulinda raia ili kuepusha mashambulizi mapya yanayoweza kusababisha tena maafa. Wawakilishi wa jamii pamoja na viongozi wa mitaa wanaeleza kuwa hali ya taharuki bado ipo, hasa kwa kuwa taarifa za harakati za makundi yenye silaha zimekuwa zikisambaa mara kwa mara katika eneo hilo. Wanasisitiza kuwa kurejea kwa wananchi ni ishara ya matumaini, lakini pia kunahitaji ulinzi wa kutosha ili kuzuia wananchi kujikuta tena kulazimika kuhama. Hali ya usalama katika eneo la Beni na maeneo jirani imekuwa changamoto kwa muda mrefu, huku mashambulizi ya mara kwa mara kusababisha vifo, uharibifu wa mali na harakati kubwa za wakazi kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hali hiyo imeathiri pakubwa maisha ya jamii na maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Kwa sasa wananchi wanaendelea kusubiri hatua za dharura kutoka kwa mamlaka husika, huku wakitoa wito kwa kuongezwa kwa askari na kuimarishwa ushirikiano kati ya raia na vyombo vya usalama ili kuhakikisha amani na dumu kwenye barabara muhimu ya Oicha-Mamove. Hapa ni Kukwenzeko. Labda nikumbusha kwamba wazalendo walipambana sana hapa ili kumfukuza adui M23, na hapa hivyo tuko na mmoja kati ya majemedari ambao walipambana vikali. Tutakwenda kuongea naye ili kujua ilikuwa namna gani hapo nyuma, na vile vile yeye mwenyewe atakutambulisha kwa majina na kujua hapo tuko wapi. Jambo kiongozi. Mjambo. Kwa majina naitwa Luibeya Bashilwangu jini Pepo. Adui alikuwa nakamata hapa Pwenzero, afaa kukamata hapa. Nadhani tulifanya kabisa maataki zaidi. Afaa ile maatake tukamtoa adui hapa. Tulimtoa adui kabisa. Kwa sasa hivi adui anasimamia Kalingi, mwingine anasimamia Bilalumbili, Makoteza, Mikenge kule. Adui kabisa tulimupiga na nguvu za adui ni kidogo. Labda tungependa kujua adui aliingia namna gani hapa? Adui hapa, kuingia ya adui hapa, adui aliingia madebordema tu. Aliingia madebordema, watu hawakuwa wanaelewa. Ila watu walikuwa shituka tu, adui moto ishakuwa kumwili. Ava moto ukua kumwili, adui akajitahidi sana, watu wakatoka kwanza. Ava watu kutoka, tukaenda jigrupe kule. Ava kujigrupe kule, tukakuwa na moto, tukamtosha adui na kumjengua adui maeneo mbalimbali sana. Maeneo mbalimbali. Labda watu wangependa kujua hapa tuko wapi? Hapa hivi kwenye tuko asemea ni Pwenzero. Ni Pwenzero hapa kwenye tuko asemea ni Pwenzero. Na hali kwa namna gani hapa? Hapa kabisa hali ishakuwa salama tu. Hapa hali ishakuwa salama. Ila kule mbele tu Makoteza Bilalumbili, kule Makalingi njo hali ingali inaendelea ya mavita. Hali hapa hali ishakuwa salama. Hapa Pwenzero hali ni salama kabisa. Hali ni salama, kwanza Bichaka hadi Pwenzero hali ni salama. Hali ni salama. Labda watu wangependa kujua mlikabiliana namna gani na adui? Hapa tulikamatana na adui kabisa, vita ilikuwa nguvu. Ava vita ukua nguvu,
sisi tukamshinda adui nguvu hadi na gisi tulimtoa adui. Labda neno gani ungependa kuambia watu wengine ambao wanatufuatilia kwa muda kama nao? Mimi ninaweza nikaambie watu tu wengi wanatufuatilia so wale majirani yenye inatufuatilia juu ya hii mataki zaidi wa inchi sio kuwa hii. So wale maadui yetu waende watulize maadui zao, male majeshi yao watulize kabisa. So mainchi mbalimbali kama vile Rwanda, Uganda watulize kabisa watu wao, wakai pamoja kabisa. Wakongomani waisha kuwa nguvu inakuya upya. Labda nikumbusha kwamba nguvu ya mzalendo iko imara na lengo la mzalendo ni kuondoa adui ndani ya udongo wa Kongo. Na hapa ni jemedari ambaye kusema kweli alipambana sana hapa kuponzero mpaka kumfukuza adui. Labda tu ningependa kujua kwa kutuonesha kwa mikono hii ngambo huko ndo wapi, hii ngambo huko ndo wapi, hii ngambo huko ndo wapi? Hii ngambo huko ni ngambo ya nani Mikenge nani hapa nani Bilalumbili. Hii ngambo ni ngambo ya Bilalumbili na kuendelea mbele kule Mikenge. Na hii ngambo huko ni Kalingi kule. Ni Kalingi kule ngambo ya huko ni Kalingi. Hii ngambo ya huko ni fasi yenyewe banaita Ngoma. Ni fasi yenyewe banaita Ngoma. Juu ngambo ya huko hii mapori ya huko. Na kule kote hakuna adui tena, tulisha kontrole kote, ni wazalendo ndio wiko kule. Na hapo nyuma ulisema adui anasimamia wapi na wapi tena? Hapa numa hapa adui anasimamia Bilalumbili, ndio kwenye adui anasimamia na kuendelea Mikenge. Ndio gisi adui anasimama vile. Kuna mabomu mengi ambayo yamesikika leo asubuhi. Zimekuwa zimepigiwa wapi? Hayo mabombo iko inalia make force yetu iko inapenda ifungule pale Bilalumbili pale. Itie defense pale tumsukuma adui Mikenge. Na kuna kwa baadhi ya raia nasema eti kuna mabomu ambayo adui wakati alishindwa kupambana nyie aliacha na tega mabomu sehemu mbalimbali. Labda hii kitu iko namna gani? Ndiyo, ile ni kweli. Mabomu ya adui alikuwa na tega iko hapa kabisa hii sehemu hapa Pwenzero. Ile mabomu iko. Labda kwa kugundua sema kwamba kuna bomu, huwa mnaweka nini? Sisi peke na macho yetu tuko tunaziona, tukishaiona tunatinga lupango pale. Orke wenye kukuya wajue hapa kuko alama ya kitu fulani yenyewe inaweza fanya maasara. Na kuna kuwa baadhi ya wakongomani ambao wako kusema ambako kuna adui. Labda neno gani ungependa kuwapatia nguvu ili wajue kama wazalendo nao wako na nia ya kuwakomboa? Wakongomani wote wenye kuwa upande wa adui, sisi tunawaomba warudie kwa sababu sisi tuko wakongomani, hatuwezi tukapani nchi yetu kama gisi yao wanaenda numa na nchi yao. Ila adui ana nguvu, muzalendo anajitolea kwa kupambania nchi yake na udongo yake. Hakuna hata saa moja mzalendo atapana kidogo ya udongo yake. Kumbe wale wakongomani tunaomba kabisa warudie ingali mbele wakati. Na tunaona hapa kuna vitengo vingi mkitumika na FARDC, waibu, jeshi la serikali. Labda nyinyi wazalendo mko namna gani? Mnaishi nao namna gani? Antuka tunatumika nao ni salama tu. Kwanza ibu na infanteria yao yote tuko tunatumika tu ni salama tu, sie bote tuko tunatumika kazi pamoja tu. Ndio kumalizia neno gani ungependa kuambia rais wetu ambaye kwa sasa na waunga mkono kwa sababu wanaona kazi ambayo mnaifanya, ungependa kusema nini? Sie tutaendelea kusema tu rais wetu wa inchi aendelee kutuunga sisi wazalendo mkono, kwa sababu tunatoa damu yetu sisi kwa kupambania inchi. Sisi wazalendo hatutaacha inchi iende ovyo ovyo, kabla sisi na sie tuko na ile nguvu ya kupambana wale wenyewe kupenda kuyavamia inchi yetu. Kumbe yeye rais wa inchi atuunge mkono tu. Tuko pamoja kufanya kazi. Jini pepo manake nini? Maana ya jini pepo manake maana ya jini pepo. Hii jini pepo hii ni malaika wa Mungu. Maana shetani maana ya jini pepo. Huyu jini pepo huyu ndio alikuwa malaika mkuu wa Mungu shetani, maana shetani. Kisha huyu shetani wakakorogana Mungu kule. Ile ndio maana ya jini pepo. Mimi nikakuya sasa huku duniani
Avant ukuya huku duniani. Maana sisi wote na Mungu, mimi ni malaika wa Mungu tu, ni malaika wa Mungu. Watu wengi wanasikia jini pepo, jini pepo, jini pepo. Hapana, huyu jini pepo sio mtu wa akose, ni mtu wa kule kwa ule mnaita mnyama. Hapana, mimi ni malaika wa Mungu. Wengine walikuya, lakini mimi kabisa ndio malaika mkuu wa Mungu. Nimefuata vizuri kwa wale ambao walikuwa wanasikia jina ya jini pepo, walikuwa wanajiuliza jini pepo ni jini gani. Lazima nimeelewa vizuri mwanzo mpaka mwisho. Labda wakumalizia neno gani ungependa kuambia wakongomani wote ambao wanakufuatilia kwa muda kama nao? Wakongomani wote kabisa waje wakajue hivyo. Wajue tu mimi ile ambao nasema pale, mimi ni malaika wa Mungu. Na hakuna hata siku moja mimi nitabafwe maneno ya Mungu. Haitakuwa pale kwa sababu mimi ni malaika wa Mungu. Mimi ndiye malaika mkuu wa Mungu. Na vitu yote tunayatumika na Mungu. Tunakushukuru kwa muda wako kiongozi. Okay, na sisi tunashukuru. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa pili mwaka 2026. Ni ambapo unaendelea kusikiliza ni Kivu News FM, ambao kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kukumbusha tu, wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekusihi kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku shana kuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News FM kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye title ya habari na itakuleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza za kuklike itakuleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakupeleka wewe kujumuika pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itarahisisha sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa tarehe 18 za mwezi wa pili mwaka 2026. Nini Kivu News FM, sauti ya wananchi, karibu tukupashe.